Aya hii maelezo yake ya ujumla, sitaki kufasiri neno kwa neno. Maelezo yake ya ujumla ni kwamba kila mtume tumemfanyia adui. Kila mtume ana adui yake, kutoka kwa majini ana adui huko ujinini, na kutoka kwa binadamu ana maadui kutoka kwa binadamu. Na hivyo ndivyo mwana wa chuoni, kiongozi, utakuwa na adui ujinini, utakuwa na adui binadamu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani hapa katika maneno haya. Lakini mwisho akasema fadharuhum wama yaftarun, waachilie hao maadui na wanaoyazusha, usihangaike nao. Wewe waachie wafanye uadui wao, wewe endelea na yako. Wanafanya uadui kwa sababu ya hiyo neema, wewe usishughulike na hao. Mtu mmoja katika wanazuoni wakubwa anasema la yakmulu alimun fi maqami alilmi wala qaidun fi maqami alqiyada hatta yubtala bi arba'. Anasema hakamiliki mwanachuoni katika eneo la ilmu, wala hakamiliki kiongozi katika eneo la uongozi wake mpaka aondwe, mpaka atiwe misukosuko, mpaka atiwe mitihani ya mambo manne. Jambo la kwanza akasema shamatatul aada, ni kuombewa vibaya na maadui. Ukiwa kiongozi, uwe mwanachuoni, uwe shekhe, uwe walii, uwe sharifu, uwe imamu, uwe mufti, uwe nani, uwe kiongozi wa mambo mengine, uwe kiongozi wa serikali, kwa namna yoyote ile na kwa nafasi yako yoyote ile, mambo manne lazima yapo. Anasema jambo la kwanza ni shamatatul aada, kuombewa vibaya na maadui, kwamba huyu mtu mpaka leo haumwi, chuma nini hiki, huyu mtu mpaka leo hafi bwana, mpaka leo tu akelipo, kwa nini hafi huyu mtu, kamezahirizi nini? Kunakuwa na maneno ya namna hiyo, unaombewa vibaya na wale maadui. Lakini jambo la pili akasema malamatul asdiqa, kulaumiwa na marafiki, watu waliokuzunguka, wale watu wa karibu. Kila ukifanya jambo ungefanya hivi ndio ingekuwa sawa shekhe, kila ukifanya hivyo ungetuambia sisi tungekuelekeza. Basi hayo ni mambo yapo kwa kiongozi. Lakini akasema jambo la tatu wata'anul juhal, kutiwa ila na watu wasiojua kitu. Kila unalofanya mtu anakutia ila, kwanza yule si hivi, kwanza yule si mambo yake namna hii, yule alikutwa anafanya hivi. Unatiwa ila kila kona, watu wanakutia ila tu. Lakini jambo la mwisho wa hasadul ulama, na husda za wanawazuoni wenzako kama wewe ni shekhi, au husda za viongozi wenzako kama wewe ni kiongozi. Hayo mambo huwezi ukayaepuka, yapo. Sasa anasema in sabara ala dhalika, akisubiri juu ya hayo, ja'alahu Allahu imaman yuqtada bih, Mwenyezi Mungu anamfanya kuwa ni kiongozi barabara ambaye anafaa kufuatwa, kwa sababu kashajitambua kwamba yeye atakuwa anafatwa kuombewa vibaya na maadui, atalaumiwa na jamaa zake wa karibu, lakini atatiwa ila na watu wasijua kitu, lakini atahusudiwa na wenzake. Kwa hiyo haya mambo kwa viongozi, kwa mashekhi, si mambo ya kuogopa, kwa sababu ni mambo yapo na lazima yatokee. Kubwa inatakiwa kuombea viongozi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuwaombee Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awahifadhi, Mwenyezi Mungu awastiri, aondoshie kila makero. Ahmad bin Hanbal, mwenye madhhabi ya Hanbal, anasema lau kana li da'watun mustajaba ma ja'altuha illa fi sultan, lao ingekuwa mimi kama mimi ninaweza kuwa na dua nikiiomba inaitikiwa na Mungu, basi dua hiyo ningeielekeza kwa kiongozi. Huyu ni Ahmad bin Hanbal. Kama ningekuwa mimi nina dua yaitikiwa dua hiyo kila nikiomba, basi dua hiyo nisingeipeleka mahali pengine popote, ningeipeleka kwa kiongozi, akiwa na maana kwamba tuwaombee sana viongozi wetu, Mwenyezi Mungu awajalie. Kwa sababu gani? Kama alivyosema Fudail ibn Iyadh, maneno kama hayo. Lakini mwisho akamalizia akasema Fudail ibn Iyadh, li anna salaha al-imam salahul umma wa salahur ra'iyya. Anasema kutengenea kwa kiongozi, kwa kiongozi ametengenea, amekaa vizuri, ndio kutengenea kwa umma na raia. Yani kiongozi akifanikiwa, akaweza kwa dua zenu, akaweza kukaa vizuri na akaongoza vizuri,
basi umma unakuwa mzuri na taifa linaendelea kuwa ni zuri. Ndio maana akasema lau ingelikuwa mimi nina dua nikiiomba hiyo hapo hapo naitikiwa, nisingeipeleka mahala pengine, ningeipeleka kumwombea kiongozi. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo nitaka kuyagusa leo ili tuone umuhimu wa kuwaombea viongozi wetu. Hatuna njia ya kuwaombea viongozi wetu. Pamoja na kupiga kelele watu hao wanaombewa nini, wanafanyaje? Kila tunachokizungumza ni mstari. Hatuzungumzi vitu vya juu, tunazungumza mistari, tunazungumza vitabu, tunazungumza ilmu, ndio tunalizungumza sisi hapa. Kwa hiyo umma unaonisikiliza, maimamu, mashekhe, mawali, ulama, watu wa tariqa na sote na viongozi wa dini, tuombee viongozi wetu dua ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kuwafanikisha na sisi tupate kufanikiwa katika mambo yetu. Na ingefaa hasa hata katika siku zile za Ijumaa ikawa wale makhutaba wetu, makhatibu wetu wanaingiza kuombea viongozi wetu katika zile khutba na nini, ni jambo zuri, sio jambo baya. Na jingine ni watu kuwa na heshima na viongozi. Siku hizi kila mmoja anaweza akasema tu vyovyote vile na akamsema yoyote yule. Haogopi Mungu ndani ya vyombo hivyo, wala haogopi mtume, wala haogopi sheria, wala haogopi Uislamu. Muda kuwa kuna nafasi ya kusema, basi mtu anasema tu. Mtu anatukana anavyotaka, anasema anavyotaka, hata kama anachokisema wala sio kitu cha kielimu, ajisemea tu, maskini ya Mungu. Asema idha lam takun aliman fata'addab wala tatakallam fi nasi jahalan fatuhram. Asema ikiwa wewe si mwanachuoni, kwa nini usingekuwa na nidhamu, ukawa na adabu na nini? Wajisemea tu maneno. Haifai kusema maneno ya namna zake, na usiwatie ila watu. Asema da'i ulama wala tat'an fihim, waache wanazuoni na viongozi wala usiwatie ila. Kuwatia ila ni njia ya upotofu, njia ambayo haina maana. Na ni wasihi ndugu zangu Waislamu kwamba tunao wajibu mkubwa wa kusimamia Uislamu, na ni wasihi vile vile viongozi wote wa dini kwa ujumla wao kwamba tunao nafasi kubwa sana ya kuwa na mshikamano, kuondosha malumbano, kuondosha mizozo baina yetu. Tujenge taifa moja, tuangalie nchi yetu, kwa sababu ni wajibu wa viongozi vile vile. Tuishi kwa salama kama nilivyosema mwanzo, na tuwe watu ambao tunaamiliana kwa wema, na tuwapende viongozi wetu. Na kuwapenda viongozi na kuwa nao pamoja ni katika kujenga nchi. Nimalizie kwa kumtambua mwenyekiti wa makanisa ya Pentecostal. Ni rafiki yangu huyo, yuko sehemu fulani hapa, naam, yule pale. Huyo ni mmoja katika viongozi wa dini tunayeshirikiana naye katika mambo mbalimbali, katika kujenga umoja wa pamoja na kujenga mambo yetu ya dini pamoja. Mheshimiwa Rais na mgeni wetu rasmi wa leo, nimeamua kuacha mambo mengi niliyokuwa nimeyapanga kwa sababu dakika zangu chache 15, na sikutaka pia nzimalize ile nikupe nafasi uweze kuzungumza na Waislamu na kuzungumza na wananchi na kuzungumza na taifa kwa ujumla katika yale ambayo umetupangia katika siku yetu ya leo. Nakuomba sasa hivi uje uzungumze na taifa kupitia jukwaa hili. Wallahu waliyu tawfiq wa kullu amin wa antum bi khair.
wa bi alfi saada wa salah.